Mwandishi Nansole umeniuliza na naambia kwamba mwenge utakuja kuzimia hapa kwetu. Kwanza nashukuru sana kwa taarifa hiyo, kwa sababu mimi mwenyewe nimejishangaza alafu nimefurahi, kwa sababu hatujawahi kuzimiwa mwenge sisi katika mkoa wetu. Hiyo ni fursa moja, hiyo ni bahati moja wapo katika mkoa wetu, na wote viongozi wetu wa mkoa wote, mkoa wa wilaya, tunashukuru sana mwenge kuzimia kwetu. Na sisi tulioipata hii tuitumie vizuri na tuushangae, na tuje kwa wingi wote tuje tuushangilie mwenge wetu kwa kuzimia katika mkoa wetu. Hii habari ni njema, wote tuambizane. Hii bado tulioipata hata mmoja aje aone wanazima namna gani. Sisi tunakuja tu tunaona mwenge umewashwa, lakini kuzima hatujawahi kuona wanazima namna gani. Naona mwenge una masharti yake. Kwanza, mwenge ni kitu kikubwa sana kwa nchi yetu ya Tanzania, na viongozi wetu waliofikiria, viongozi wote alioanza Nyerere, ni kweli mwenge una maana kubwa sana. Watu wengine hawaelewi. Mwenge unakemea kwanza usalama, yale mabaya, unamulika yale mabaya yasijitokee kwa Tanzania yetu. Tanzania yetu iko huru tangu utawala wa kwanza. Sisi hatujawahi kusukumana wala kupigana. Kwa hiyo tunashukuru sana. Wote tuje tushangae, wote wana Mbeya, wote wilaya zote, na sisi tushangilie kwa kuzimia kwetu mwenge. Tuwe na furaha, mwenye ngoma aje, yani kila kitu atakayokuja kushangilia nacho aje, tushangilie kwa pamoja. Na tena bahati tuliyokuwa nayo vile vile, atakayokuja kushuhudia hayo mambo yote ni rais wetu Samia Suluhu, ndiye atakuja kuzima huo mwenge katika mkoa wetu. Hiyo ni bahati moja wapo hiyo tena, kwa sababu juzi hapa alikuwa hapa na kampeni yake, alafu tena unakuja tena mwenge tarehe 14 mwezi wa 10. Kwa hiyo karibu sana, na rais naye anakuja kushangilia, tuwe naye pamoja, tujumuike. Karibu sana wana Mbeya wote, tujumuike wote. Asanteni sana.